Na mabwana, hii ni ibada ya Morning Glory, ibada ya masifu ya asubuhi, na leo ni siku ya 9 ya mafungo yetu ya kumaliza mwaka huu wa 2025 na kuombea mipango yetu kwa baraka ya Mungu na kwa majaliwa yake mwaka wa 2026. Namshukuru Mungu kwa ajili yako kuwepo katika ibada hii, lakini wale wanaoabudu nasi asubuhi ya leo masafa ya mbali mahali duniani kote. Mafungo haya tunafanya kwa pamoja zaidi ya mataifa 180 duniani kote. Neno kuu linalotuongoza katika mafungo ya mwaka huu ni kitabu kile cha Luka, ule mlango wa kwanza mstari wa 34b. How shall this be? Litakuwaje neno hili? How shall this be? Litakuwaje neno hili? Na tuna mada yetu inayotuongoza from how to who, from how to who, na tunaangalia neno pale na idea yetu kubwa inawezekana. Na somo letu la leo ni trauma ya maendeleo kwa Daudi. Somo letu la leo ni trauma ya maendeleo kwa Daudi. David and developmental trauma. Na neno linalotuongoza ni kutoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza, ule mlango wa 24 mstari wa kwanza mpaka wa 22. Kitabu cha Samueli wa kwanza, ule mlango wa 24 mstari wa kwanza mpaka wa 22, na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ikawa Sauli aliporudi baada ya kuwafuatilia Wafilisti, aliambiwa ya kwamba Daudi yuko katika nyika ya Engedi. Ndipo Sauli akatoa watu 1000 waliochaguliwa katika Israeli wote, akaenda kumtafuta Daudi na watu wake juu ya majabali ya mbuzi mwitu. Akafika penye mazizi ya kondoo kando ya njia, na huko kulikuwa na pango. Sauli akaingia ndani ili kuifunika miguu, na Daudi na watu wake walikuwa wakikaa mle pangoni ndani sana. Na watu wa Daudi wakamwambia, tazama, hii ndiyo siku ile aliyokuambia Bwana, angalia, nitamtia adui yako mikononi mwako, nawe utamtenda yoyote uyatakayo, nawe utamtenda yoyote uyatakayo kuwa mema. Basi Daudi akainuka, akaukata upindo wa vazi lake Sauli kwa siri. Lakini halafu moyo wake Daudi ukamchoma, kwa sababu amekata upindo wa vazi lake Sauli. Akawaambia watu wake, hasha, nisimtendee bwana wangu masihi wa Bwana neno hili, kunyoosha mkono wangu juu yake, kwa maana yeye ni masihi wa Bwana. Basi Daudi akawazuia watu wake kwa maneno hayo, asiwaache kumwondokea Sauli. Kisha Sauli akatoka pangoni akaenda zake. Daudi naye akainuka baada yake, akatoka pangoni, akamuita Sauli akisema, bwana wangu mfalme. Na Sauli alipotazama nyuma, Daudi akainama uso wake hata nchi, akamsujudia. Daudi akamwambia Sauli, kwa nini unasikiliza maneno ya watu wasemao, tazama Daudi anataka kukudhuru? Tazama, leo hivi macho yako yameona jinsi Bwana alivyokutia mikononi mwangu pangoni, na watu wengine wakaniambia nikuue, lakini nikakuacha, nikasema, sitaki kunyoosha mkono wangu juu ya bwana wangu, kwa maana yeye ni masihi wa Bwana. Tena baba yangu, tazama tafadhali, tazama upindo wa vazi lako mkononi mwangu, maana ikiwa nimeukata upindo wa vazi lako nisikuue, ujue na kuona ya kuwa hakuna uovu wala kosa mkononi mwangu,
wala sikukosa neno, ingawa wewe unaniwinda roho yangu ili kuikamata. Bwana atuamue mimi na wewe, na Bwana anilipizie kisasi changu kwako, lakini mkono wangu hautakuwa juu yako. Kama vile walivyosema watu wale wa kale katika mithali yao, katika uovu hutoka uovu, ila mkono wangu hautakuwa juu yako. Na mfalme wa Israeli ametoka ili kumfuatia nani? Unamuinda nani? Ni kuwinda mbwa mfu au kiroboto? Basi Bwana atuamue, akatuhukumu mimi na wewe, akaone, akanitetee neno langu, akaniokoe na mkono wako. Ikawa Daudi alipokwisha kumwambia Sauli maneno haya, Sauli akasema, hii ndio sauti yako Daudi mwanangu? Naye Sauli akapaza sauti yake akalia. Akamwambia Daudi, wewe mwenye haki kuliko mimi, maana wewe umenitendea mema, nami nimekutendea mabaya. Nawe umeonyesha leo jinsi ulivyonitendea mema, kwani Bwana amenitia mikononi mwako, hukuniua. Maana mtu akimwona adui yake, je, atamwacha aende zake salama? Basi Bwana na akulipe mema kwa hayo ulionitendea leo. Na sasa angalia, najua ya kuwa hakika utakuwa mfalme. Hakika utakuwa mfalme. Hakika utakuwa mfalme, na ufalme wa Israeli utafanyika imara mikononi mwako. Basi sasa uniapie kwa Bwana ya kwamba hautakatilia mbali wazao wangu baada yangu, wala hautaliharibu jina langu katika mbari ya baba yangu. Naye Daudi akamwapia Sauli. Kisha Sauli akaenda zake kwao, lakini Daudi na watu wake wakapanda kwenda ngomeni. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, na lihimidiwe na kubarikiwa jina lako. Wewe ni Mungu unayelituma neno lako, nalo halitakurudia bure, lakini linatimiza na makusudi yake. Sasa Bwana Mungu Mwenyezi, wabariki watoto wako, na ulitume neno lako likagange majeraha ya ndani na ya nje, na ukaseme na mioyo yetu. Utujalie akili njema itokayo kwako, utupe ufunuo na maarifa na neema. Umwadhimishe na Roho Mtakatifu katika mafunuo ya neno lako asubuhi ya leo. Asante, maana utasema nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, kama nilivyosema, somo letu linaangalia, au mada yetu ni from how to who, yani inawezekana, na tunaangalia trauma ya maendeleo kwa Daudi. Kichwa chetu cha somo ni kama kinavyoonekana pale, trauma ya neno kuu ni how shall this be, litakuwaje neno hili. From how to who. Na somo la leo ni trauma, yani maendeleo, trauma ya maendeleo kwa Daudi. Trauma ya maendeleo kwa Daudi. David and developmental trauma. Na neno ambalo tumelipata katika kitabu cha Samueli wa kwanza, ule mlango wa 24 mstari wa kwanza mpaka wa 22. Mabibi na mabwana, tumesikia habari za kisasi cha Sauli, na Sauli alipokuwa anamfuatilia Daudi. Hii ni hadithi, ni Bible ni Bible verse ambazo tumezisoma tangu Sunday school, na tunafahamu kwa hakika na tunajua yale ambayo tunayaangalia katika maisha yetu ya kiroho. Kwa hiyo sitakaa hapa katika kupoteza muda wa kutengeneza historia ya Daudi na Sauli na vita vyake unavifahamu. Na kama huvijui, pitia Biblia
na nimekusomea tayari, unaweza ukapita ukaona. Lakini nataka kwenda kwenye hoja mbalimbali asubuhi ya leo, hoja za kitheolojia na kifalsafa asubuhi ya leo katika somo tulilosoma kwa sababu ya muda wetu. Na hapa kama nilivyosema, tunaangalia juu ya trauma ya maendeleo kwa Daudi, David and developmental trauma. Na jambo la kwanza naangalia trauma ya maendeleo ina tafsiri pana kuliko ambavyo ninaweza nikafundisha hapa, na pengine nitasummarize tu kwa uchache. Lakini ni hali ngumu au mazingira magumu ya kutengenezewa ili kuzuiliwa kuwa. Kama unaandika, nataka uandike hiyo falsafa au hayo mawazo au hiyo hoja ya msingi, kuzuiliwa kuwa. Biblia inasema juu ya Daudi, alipakwa mafuta na akapakwa mafuta kuwa mfalme, akaenda akajibu lihauli kubwa la kitaifa la kumwangusha na kumuua Goliati, na baadaye akapakwa mafuta mara ya pili na Samueli kuwa mfalme. Daudi ni mfalme aliyepakwa mafuta mara mbili. Lakini kitu cha ajabu, kuliinuka fighting kubwa sana, vita kati ya Daudi na Sauli, kati ya Sauli na Daudi. Na hii ilikuwa ni moja ya kumsababisha kijana mdogo ambaye Mungu amemuita katika ujana wake kwenda kwenye nafasi fulani kwenye maisha yake kushindwa kufikia yale malengo ambayo amekusudiwa kufikia. Na kwa sababu hiyo kulitokea sasa shida kati ya Sauli na Daudi. Mfalme Sauli alitumia nguvu kubwa mno kumzuia Daudi kuwa mfalme. Yaani mfalme Sauli alitumia nguvu kubwa mno kumzuilia Daudi asiwe mfalme. Akachukua majeshi, majemedari, wapiganaji, watu kama 1,000 wapiganaji, wanakwenda kumtafuta Daudi, na wakaenda kumkuta akiwa kwenye nyika ya Engedi, na hapo ndipo alipoingia pangoni. Sauli akajilaza pale na Daudi akainuka akaukata upindo wake. Watu walimwambia muue, lakini yeye akakataa. Zuio hili lingeweza kumwathiri Daudi kihisia na kiakili na kumfanya kuwa katili au gaidi wa kulipa kisasi. Zuio hili lingeweza kumwathiri Daudi kihisia na kiakili na kumfanya kuwa katili au gaidi wa kulipa kisasi. Na hili lilisababisha Daudi kuona katika mazingira ya yeye kuanza uwezo wake wa kumiliki, uwezo wake wa utawala, uwezo wake wa uongozi, akafikia mahali ambako anakutana na hiyo nguvu inayomzuia na inamtengenezea trauma ya kuendelea. Na mimi nataka kuzungumza na watu wachache hapa katika maisha yako ya kawaida. Vipi katika maisha yako ya ukuaji kazini umewahi kuzuiliwa kuwa? Umewahi kuzuiliwa kuwa? Umewahi kuzuiliwa kupandishwa cheo? Umewahi kuzuiliwa kulipwa haki yako? Umewahi kuzuiliwa haki yako ya kusoma? Umewahi kuzuiliwa haki yako ya kwenda kwenye scholarship? Umewahi kuzuiliwa haki yako ya mshahara? Umewahi kuzuiliwa? Je, unaishi na unafanya kazi kwenye taasisi na miongoni mwa watu wenye moyo wa kukuzuilia kuwa? Na tunaishi pia kwenye wakati ambao mioyo ya watu wengi na roho za watu wengi na tabia za watu wengi na karisma niseme za watu wengi, behavior za watu wengi ni za kuzuia kuwa. Usiwe mfanyabiashara mkubwa, usiwe msomi mkubwa, usipande cheo, usipate nafasi yako, usisome, usifanikiwe, usijenge, usiwe na huduma, usiwe na karama, usiwe na uongozi. Yaani
hii ndio jamii ambayo tunaishi kwa asilimia kubwa. Sijajua kwenye taasisi ile ambayo wewe unafanya kazi, sijajua kwenye jamii ile unayoishi, familia, lakini pia kwenye jamii ya kawaida, majirani, kwenye society. Umekutana na watu ambao wanakuzuilia kuwa, au umekutana na watu ambao wanakusaidia kuwa? Nitarudia tena. Kwenye maisha kwako una listi ya watu wangapi wanaokusaidia kuwa, au una listi ya watu wangapi wanaokuzuilia kuwa? Na nataka nikwambie hili ni zuio, ni zuio. Na Sauli alijipanga. Daudi ameshapakwa mafuta mara 2 kuwa mfalme, lakini Sauli yuko hapo na spirit ya kuhakikisha hawi mfalme. Hawi mfalme. Ina neema, inawezekana una mafuta ya kibiashara, una mafuta fulani katika maisha ya kwako, akili, utashi, ufahamu, ubunifu, lakini kuna nguvu inakuzuilia kuwa. Na hii ndio tunayosema juu ya trauma ya maendeleo. Trauma ya maendeleo inakusababisha kupata trauma kwa sababu unajiona ndani mimi ni mfalme, unajiona ndani mimi nina uwezo katika jambo fulani, lakini kwa nini nashindwa kulifikia? Sasa watu wanaozuiaga kuwa wanaweza wakawa kwa wazi, wanaweza wakawa kwa siri. Kuna ambao wanakuwa kwa wazi na kuna ambao wanakuwa kwa siri. Nilisema tena hapa, kuna watu wachache ambao ni viongozi. Mungu amewapa nafasi ya kuongoza idara katika taasisi, katika wizara, katika makampuni, katika taasisi za dini, ambaye mtu kiongozi anaweza kukuita akakwambia, bwana, nimeona, nimetoka Geneva juzi kwenye kikao, nimegundua kwamba kuna nafasi ya kusoma, tafadhali hebu jaza fomu, hebu ingia kwenye ile dirisha, hebu jifanya huo mchakato, nitakusaidia uende. Wengine nitakusaidia kuandika recommendation letter nzuri uende. Lakini nataka nikuambie kuna ambao hao ni 0.001% duniani waliobakia leo wanaoishi. Walio wengi ni wale ambao hata kama umejitahidi kwa jitihada zako binafsi porini za kuua dubu na simba, zinakutengenezea majeshi ya watu 1000 mashujaa. A very boy. Paka Daudi akamwambia Sauli, akamwambia, unakuja kunitafuta na mashujaa 1000, mimi mbwa mfu na kiroboto. Yani kiroboto. Sisi kama mmewahi kuwa kwenye nyumba zenye viroboto, wale wanakijiji tunafahamu. Kiroboto unakitafutia watu wa kuua kiroboto, watu 1000 nzima, mashujaa 1000 wanamtafuta Daudi. Kwa maana nyingine, wapo watu ambao wanatumia ile high authority na wanatumia nguvu kubwa kabisa kwenye management na kwenye taasisi kuhakikisha kwamba anadili na wewe, cha kwako hakiwezi kutokea. Sasa ndio hiyo inayoleta kitu tunachosema developmental trauma, yani trauma ya maendeleo. Na kuna watu ambao katika hao wanapata hiyo stress na unashindwa kuendelea mbele. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo uwe na spirit na upako wa Daudi. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Umewahi kuzuiliwa kuwa? Oh my God, oh my God. Hiyo ilikuwa ni hoja yangu ya kwanza. Hoja ya pili ya asubuhi ya leo, unaweza kuzuiliwa kuwa. Unaweza kuzuiliwa kuwa. Narudia tena, unaweza kuzuiliwa kuwa kupitia: 1, kulogwa, ndio uchawi, kufanyiwa uchawi, unyanyasaji, kukataliwa, kugandamizwa, kudhulumiwa, kuchafuliwa jina na kunyimwa haki yako. Katika haya hii ni vita ya from how to who. Ni vita ya from how to who. Unaweza kuzuiliwa kuwa kupitia kulogwa, kufanyiwa uchawi, unyanyasaji, kukataliwa, kugandamizwa, kudhulumiwa, kuchafuliwa jina na kunyimwa haki yako. Unaweza
ukafanyiwa hayo. Na hii ni vita ya from how to who. Labda nizungumze kidogo juu ya kuzuiliwa kuwa. Katika Afrika bado tuna problem ya uchawi kubwa tu. Yaani shida hii bado ni kubwa katikati ya jamii ya watu. Na mpaka unatoka kwenye nyumba za Kiafrika unaweza kufikia malengo yako, ni mkono wa Bwana tu umekushindia. Nilienda kuhubiri, nilishatoa ushuhuda huu tena, nikiwa mwinjilisti that time. Nikaenda kwenye mkoa mmoja huko vijijini kuhubiri. Na nilipoenda kuhubiri, mama mmoja tulikuwa naye kwenye maombi, ni binti wa miaka kama 40 hivi. Akanifuata, akaniambia, mimi sijawahi kuolewa. Nimesoma, ni mwalimu wa sekondari, nina master's degree, nafundisha. Lakini sijawahi hata kuchumbiwa wala kuwa na boyfriend kwenye maisha yangu. Ila naota usiku nimeolewa na nashiriki sherehe za wafu. Watu waliokufa wote wananijia kwenye ndoto usiku, walimu, wanafunzi. Yaani mimi mchana naishi na watu walioko duniani, usiku naishi na wafu. Na mpaka nafika mahali nakutana na watu barabarani na confuse walio hai na waliokufa. Manake nashiriki nao. Tukamwombea. Alipotoka mama aliyekuwa pale kwenye mkutano wa Injili, ambaye pia alikuwa ni mama kiongozi wa wanawake, na kwenye fellowship pia alikuwa na uongozi, akanifuata nikiwa mwinjilisti that time. Akaniambia, mwinjilisti, kuna jambo ambalo ningetamani nikueleze. Umemwona huyo binti ambaye ametoka hapa? Nikamwambia ndio. Akaniambia, ninamhurumia kweli, sijui kama atakuja kufunguliwa. Kuna jambo nilifanya nikiwa sijaokoka na sijui nitafanyaje mpaka niweze kumsaidia. Nikamwambia, jambo gani? Akaniambia, nilikuwa na wavulana wawili mapacha. Mmoja akapata accident akafa kabla hajaoa. Yule pacha mwingine akaja akaoa mke wa kwanza akafa. Akaoa mke wa pili akafa. Tukaenda kwa mganga. Tulipoenda kwa mganga, mganga akasema ni kwa sababu pacha wake marehemu hajaozeshwa, lazima mtafute binti mumuozeshe. Kwa hiyo tulichokifanya, tulienda, mganga akatuambia tuchinje mbuzi. Na yule mbuzi tuhakikishe viungo vyote vya mbuzi, yani kila nyama sehemu ya mwili wa mbuzi, tukate, tuweke kwenye ndoo, tupeleke kwenye nyumba ambayo ina binti ambaye anaonekana ana discipline na pengine ni bikira, ili marehemu aweze kumkubali kuwa mke wake na huyo pacha aweze kuoa. That is Africa. Sasa akasema tukabeba ile mahari tukapeleka kwenye ile nyumba. Na tulipopeleka kwenye hiyo nyumba tukamchukua jina la huyu binti, tukamjengea kijumba cha mizimu huko kwenye shamba la familia huko Migombani kwenye kahawa, na tukaweka mafiga na jina lake tukalitumbukiza mle kwenye chungu, na mganga akaja akafanya tambiko lake. Baadaye mtoto wetu alioa, ameendelea na maisha, amezaa watoto, lakini hicho kijumba na hicho chungu bado kiko nyumbani kwangu. Nilisikia kuugua sana. Kwa hiyo tukaondoka na mchungaji, tukaenda huko usiku, tukaenda tukavunja hicho chungu, tukavunja na kile kijumba, tukatangaza ukombozi, tukafungua maisha ya yule binti. Basi kesho yake yule binti akaja tena kwenye mkutano. Tukamuita usini na mchungaji, tukamwombea, tukambariki, tukampa na sakramenti ya meza ya Bwana, tukamwambia umefunguliwa. Hatukumueleza wewe ulikuwa mke wa marehemu, ila tulimuuliza swali moja, jana usiku ulilala? Akaniambia kwa mara ya kwanza tumelala. Kumbe ndio ule usiku sisi tumevunja kile kichungu kule alikokuwa amewekwa. Kuzuiliwa kuwa mama, kuzuiliwa kuwa mke, kuzuiliwa kuwa kichawi, kiganga. Sasa Biblia ninayosoma inaniambia Yesu Kristo alisema ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Na Yesu yupo kuwafungua wale ambao wamefungwa. Baada ya hapo yule binti akaja akaenda akaugua tu ghafla, sijui aliugua kitu gani, sijui kama tumbo, sijui nini. Akawa anakwenda kwenye kliniki, akahudhuria kliniki moja kule KCMC. Alipokuwa anapanda ngazi za KCMC,
akakutana na daktari mmoja, naye amekaa nje, amekaa Urusi, amekaa Marekani, naye amechelewa kuoa. Wakati anapanda tu zile ngazi, huyu anapanda, huyu anashuka. Daktari amevaa mashine yake ya kupimia pressure, na yule binti naye anapanda na makaratasi yake ya vipimo. Wamekutana hapo kwenye corridor. Ghafla electronic power like electricity magnetic power kati ya hawa watu wawili wakajikuta wamestaki. Na anasema wala hatukutumia muda sio kitu gani. Ghafla tu yule bwana akaniangalia, akaniambia I love you. Na mimi nikamwambia I love you too. Hivyo tukaanzia hapo. Yaani unajua kuna wakati mwingine na ukishachelewa ukiambiwa I love you, wahi kusema I love you too. Sio unaanza kusema nipe ruhusa, ukafikiri na ushachelewa. Basi hilo ni basi la mwisho, dandia. Hallelujah. Basi Mungu akamsaidia, wakaja wakafunga ndoa, wakaoana, Mungu akawajalia watoto, wakapata mapacha mara 2 kwenye maisha yao. Na baadaye yule bwana alikuwa anakaa nje, wameenda Marekani, wote sasa ni maprofesa. Ungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Kuzuiliwa kuwa. Unaweza ukazuiliwa kuwa mfanyabiashara mkubwa, kichawi. Unaweza ukazuiliwa kuwa kiongozi mkubwa, kichawi. Unaweza ukazuiliwa kuwa mhubiri, unaweza ukazuiliwa kuwa msomi, unaweza ukazuiliwa kuwa. Na hii inakutengenezea hiyo trauma, unajishangaa tu, yani huko. Sasa this is Africa. Hii ni Afrika. Na hizi ndio shida ambazo tunakutana nazo wakati mwingine. Lakini juu ya unyanyasaji, huyu kijana Daudi alinyanyaswa, aliteswa na akakataliwa, akagandamizwa, akafukuza, akaenda akakaa kwenye nyika ya Engedi, anakaa pangoni, anatafutwa kuuawa na watu 1000 wanamtafuta kumuua, wanamzuilia kuwa mfalme. Hivi umewahi kujua vita yako ya kuzuiliwa kuwa ilivyo kubwa? Yaani hata kama kuna kitu kimekuwa kwenye maisha yako au kuna nafasi imekuwa, nataka nikuambie leo ni kwa neema ya Kristo. Nguvu ya kukuzuia kuwa ni kubwa mno kuliko unavyodhania. Wale wanaokuzuia kuwa ni wengi mno kuliko unavyodhania. Lakini ahimidiwe Bwana, kila silaha inayoinuka juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi unayoinukaga juu yako, oh my God, ungempigia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Hii ni vita ya from how to who. Na mimi nakutangaza asubuhi ya leo, katika vita hii ya from how to who, wewe ni mshindi, na zaidi ya kushinda, washindi wachache wangesema amina na wangempigia Jehova vigelegele vya shangwe, haleluya. Wewe unashangaa, kwa nini hao watu, mimi sijamtendea kitu chochote? Hata Daudi alisema sija kufanyia chochote, lakini kwa nini unanitafuta namna hii kiasi cha kuniua? Hata Sauli mwenyewe akasema wewe una haki kuliko mimi. Yeye mwenyewe akadeclare kwamba mimi ni mwenye dhambi juu yako. Yaani una haki kuliko mimi. Kuna mtu anakuchukia, kuna mtu anahangaika na maisha yako, lakini nataka nikuambie hii ni vita ya from how to who. Kuna address ambayo unaiendea, kuna anwani ambayo unaitengeneza, na mimi nakuombea yaliyoandikwa yameandikwa na yatatokea katika maisha ya watu wachache hapa. Wangesema amina, haleluya. Lazima ujue ya kwamba kuna vita ya from how to who. Si jambo jepesi hata kidogo. Si jambo jepesi hata kidogo. Wakati mwingine lazima uelewe na lazima ujue vita ya from how to who. Jambo la tatu na la mwisho. Jambo la tatu na la mwisho. Sumu ya kuua hatima yako ni kufikiri juu ya kulipa kisasi. Sumu. Poison. Poison ni mbaya kuliko poison nyingine zote duniani. Kama ningesema sumu inayoweza kuua hatima ya mtu duniani ni kufikiri juu ya kulipa kisasi. Na hapa naomba utulie, macho ubaoni. Haleluya. Sumu ya kuua hatima yako ni kufikiri juu ya kulipa kisasi, juu ya watu waliokuzuia kuwa, au situation iliyokuzuia kuwa, au mahali palipokuzuia kuwa, au mtu aliyokuzuia kuwa, au taasisi au kampuni iliyokuzuia kuwa. Daudi alikata upindo wa vazi la Sauli. Watu wakamwambia,
Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, kwamba atawatia adui zako wote mikononi mwako. Na Sauli amekuja amejilaza kwenye pango, mahali ambako sisi tupo. Leo ndio siku ya kumuondoa. Daudi akaangalia hivi, akasema hapana. Mabibi na mabwana, kisasi ni dream killer. Kisasi ni dream killer. Daudi alikataa kulipa kisasi hata alipopata nafasi na fursa ya wazi ya kufanya hivyo. Waza na fikiri juu ya hatima yako ya kuwa mfanyabiashara mkubwa, ya kuwa mwekezaji mkubwa, ya kuwa mhubiri mkubwa, ya kuwa kiongozi mkubwa, ya kuwa mkulima mkubwa, ya kuwa msomi mkubwa, kuliko kulipa kisasi. Unapofikiri kulipa kisasi, unajifuta kwenye kuwa mfanyabiashara mkubwa, kwenye kuwa mwekezaji mkubwa, unajiondoa kuwa mhubiri mkubwa, unajiondoa kuwa kiongozi mkubwa, unajiondoa kuwa mkulima mkubwa, msomi mkubwa. Na hili unapowaza tu kulipa kisasi, haya yote yanaondoka kwenye maisha yako. Cheo, mamlaka, nafasi, kibali, utashi na uwezo huwa vinaondokaga kwenye maisha yako. Nasema mchungaji, unamaanisha nini? Kisasi hakiwezi kwenda na nafasi. Kisasi hakiwezi kwenda na nafasi hata siku moja. Ukilipa kisasi, umepoteza nafasi. Ukikataa kulipa kisasi, umepata nafasi. Na nitakuambia uelewe, Daudi alikataa kulipa kisasi kwa sababu ana nafasi ya ufalme mbele yake. Na angelipa kisasi, asingeenda kwenye nafasi ya ufalme. Na kuna watu ambao huwa wanalipa kisasi na wakaishia kwenye kisasi, wasiende kwenye nafasi. Na kama kuna nafasi inayokutafuta, lazima itakutengenezea maadui na watu, na itakuinulia watesi watakao kutengeneza ili uende kwenye nafasi. Lakini kwa sababu we are human being, tuna uchungu, tuna maumivu, tuna hasira, na tungependa na yule aliyetumiza na yeye aumie, tunafika mahali pa kufikiri kulipa kisasi. Lakini kisasi kinaondoa nafasi. Na kisasi ni dream killer. Kama una ndoto, ukishafikiri juu ya kisasi, umeua ile ndoto na yale maono katika maisha ya kwako. Unasema mchungaji, unasemaje? Na kuomba usiwe Herodia. Usiwe Herodia. Katika kitabu cha Mathayo, ule mlango wa 14, mstari wa 3 mpaka wa 11. Nitasoma kwa haraka. Kitabu cha Mathayo, ule mlango wa 14, mstari wa 3 na wa 11. Biblia inasema hivi: maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia, mke wa Filipo nduguye. Kwa sababu Yohana alimwambia, si halali kwako kuwa naye. Naye alipotaka kumuua, aliwaogopa watu, maana walimuona Yohana kuwa nabii. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, binti Herodia alicheza mbele ya watu, akampendeza Herode. Hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakaloomba. Naye huku akichochewa na mama yake, kisasi chochote kina wachochezi. Kisasi chochote kina wachochezi. Naye huku akichochewa na mama yake akasema, nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Akichochewa. Naye mfalme akasikitika, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, akaamuru apewe. Akatuma mtu, akamkata kichwa Yohana mle gerezani. Kichwa chake kikaletwa katika kombe, akapewa yule kijana, akakichukua kwa mama yake. Mabibi na mabwana, fikiri juu ya laana ya kisasi. Fikiri juu ya laana ya kisasi. Hawa wangeweza wakachagua ufalme. Yaani baba yake alimwambia, chagua chochote unachokitaka. Angeweza kuchagua ufalme. Lakini
ukisha angaika na kisasi, sahau nafasi. Ukilipa au ukipambana kulipa kisasi, sahau nafasi. That is the law of nature. Hiyo ni sheria ya asili. Binti Herodia na mama yake walibaki na kichwa cha Masihi wa Mungu, nabii, mtumishi wa Bwana, huko nyumbani kwao badala ya ufalme. Badala ya ufalme. Mama yake anamuua mchungaji, anakata kichwa, anamwambia binti yake, baba yako amesema chochote utakachoomba atakupa, hata nusu ya ufalme, hata hazina za fedha, hata hazina za dhahabu, hata cheo, hata kuwa waziri mkuu. Chochote unachokitaka utapewa, lakini achana na hivyo vyote. Nenda kanipe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Unajua kwa nini? Huyu mchungaji alimkemea Herode, akamwambia, umemchukua mke wa ndugu yako anaitwa Filipo. Filipo ameoa huyu binti Herodia, ni mwanamke mzuri. Alafu Herode kwa sababu ya ufalme na mamlaka yake akamnyang'anya mke wa ndugu yake Filipo. Mchungaji au padri akamwambia, hii ni dhambi. Yule mwanamke kumbe ndiye alikuwa anapenda. Sikumbe wanawake, kuna wanawake wanapendaga kabla ya wanaume eti sasa unajua mchungaji, na mimi nilikuwa sijuagi. Leo ndo nimejua. Kumbe yule mama ndiye alipenda, akafa kazimia. Kwa hiyo wakati mchungaji anamnyima Herode, yule mama anaona mchungaji anatilia kichumbua changu mchanga, na akamchukia machukio makuu. Akaolewa, akazaa binti, akavunja ungo, akawa binti mkubwa. Siku ya kucheza kwenye birthday, binti ana miaka karibu 20 plus, bado mama anachuki na mchungaji na padri aliyesema usiolewe na fulani. Hivi mnatuchukiaga hivyo kumbe? Kwa sababu ya kukemea dhambi, kwa sababu ya kusema ukweli wa dhambi. Kwa hiyo amekana kisasi kile yule mama. Mtoto wake ameambiwa atapewa chochote, umalkia, ufalme, chochote anachokitaka. Kama ni scholarship, chochote anachokitaka ndani ya baba yake. Mama akamwambia, nenda kaniletee kichwa cha Yohana Mbatizaji. Ukisha chagua kisasi, sahau nafasi. Wachache wangesema amina, alafu ungempigia Bwana makofi. Ukisha chagua kisasi, ukisha chagua kisasi, sahau nafasi. Hawezi kuipata. Na yule binti akaenda akachukua kichwa cha mchungaji, akaja nacho nyumbani kwake. Daudi, kuna tofauti kati ya binti Herodia na Daudi. Daudi alichagua ufalme kuliko kichwa cha Sauli, na akawa mfalme mwenye heshima. Na siku ile Sauli akambariki Daudi, akamwambia, tazama sasa ninajua kwa hakika ya kuwa utakuwa. Nilikuwa nakuzuilia, nimehangaika kukukata kichwa, lakini sasa nakutangazia ya kuwa utakuwa mfalme wa Israeli na aliyetukuka kuliko wafalme wote. Na mimi nakuambia, wale tumekwenda Israeli mpaka leo, Daudi ndiye mfalme na ana heshima katika taifa la Israeli kuliko watu wengine. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Tofauti ya binti Herodia, yeye alichagua kisasi, akakosa nafasi. Na Daudi alisimama katika haki na akakataa kisasi, akachagua nafasi. Mabibi na mabwana, najua unaweza ukawa umeumizwa, lakini nataka nikuambie, katika hilo la developmental trauma, usifikiri hata mara moja kulipa kisasi. Ngoja nikupe mfano wa binti mmoja, daktari. Alikuwa anasoma udaktari. Katokea profesa mmoja akamtaka kimapenzi sana, akamsumbua. Yule binti ameokoka, akasimama na msimamo, akajikaza. Yule profesa alimfelisha, akarudia mwaka. Alishaenda, ameshafikiri kwamba nitakuwa internship. Ule mwaka wa internship akalazimika aache kufanya internship, arudi aje kulipa mwaka chuoni. Ilimuuma sana. Akaja ofisini kwangu akaniambia, mchungaji, niruhusu nimuue. Manake amenimalizia, amenipotezea mwaka mzima na bado ananisumbua. Tukaomba, Mungu akamsaidia. Kwa neema ya Mungu, yule profesa akahamishwa kwenye ile university, akapangiwa majukumu mengine na wizara. Baada ya kuondoka pale chuoni, akarudi akaniambia, profesa ameondoka, lakini bado ananisumbua. Niruhusu mchungaji. Amekuja ofisini kwangu, ana kisu,
ana sumu ya mamba, ana sumu amenitajia si sumu gani, na za kikemia, yeye ni daktari, kuna na nyingine za kikemia, anazo sumu, anasema hakuna namna atachomoka. Mimi niruhusu nimkubalie, nitafute hoteli moja nikamalizia hapa. Nikamwambia hapana, utatembea na damu kwenye maisha yako. Ananiambia na uchungu, mimi nina ndoto za kusoma Harvard, ameniharibia result zangu, kwa sababu nilikuwa nataka kufika mahali fulani kwenye tasnia na kwenye taaluma ya udaktari. Ninataka kufikia na nataka kusoma Harvard. This is my dream. Nikamwambia dream yako itakamilika kama hautalipa kisasi. Once unapolipa kisasi, kisasi ni dream killer. Forget about position. Ukishalipa kisasi, hakikisha uwezi kupata nafasi kwenye maisha yako. Akaniambia, mchungaji, kwa nini umeokoka kiasi hichi? Mimi unaniuzi. Ungeniruhusu mimi nimekuja hapa angalau tukubaliane mimi na wewe. Yaani ni dili, anakuja kutafuta angalau mchungaji Kimaro amwekee mkono hii dili itokee. Mbona ananifunia? Mbona hata Daudi alipambana na nikamwambia no. Akarudi nyumbani kwa moyo mzito. Akamalizia ule mwaka wa adhabu, wa uchungu kweli. Akafaulu, ni kichwa, ni mtoto ana akili ajabu. Mwaka unaofuata ndio akaenda internship. Alipoenda kwenye internship kwenye ile hospitali, ule mwaka kuna ikawa nizamu ya exchange program kati yao na Wamarekani, chuo kikuu cha Harvard. Achana na Mungu. Watu wanaweza wakachelewesha jambo lako, lakini hawawezi kulizuia. Hauwezi kuzuiliwa kuwa. Unajua wale watu ile program ikampelekea kuwa na connection kubwa, akapangwa kwenda Harvard. Alipofika kule akaonekana na brain kubwa, baadaye Harvard wakamchukua. Nataka nikuambie, amefanya degree ya kwanza, amefanya ya pili, amefanya ya tatu, ni profesa, amepata na mume mwanaume wa Kimarekani mzungu, ameoa, anaishi huko, ni raia wa Kimarekani. Lakini kwa nini hakulipa kisasi? Na mpaka kesho ananiambia, mchungaji, hivi kama ningeua, ningetembeaga na damu ya mwanaume wa mtu, na yule baba ni mume wa mtu na watoto wake, ningetembea na damu ya mtu kwenye maisha yangu. Kwa nini? Kwa sababu ya uchungu wa kuzuiliwa kuwa. Na mimi najua kuna watu hapo wanaumia kwa sababu umezuiliwa kuwa, na akili yako kwa haraka inaenda kwenye kisasi. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu akupe neema. Usifikiri kadiri unavyogandamizwa ni kadiri ambavyo unatakiwa uonyeshe namna utakavyokuwa na very high position, uwezo wako, taaluma yako, karama yako, kipawa chako, uweza wako, mahali ambako unategemea uende. Na mimi nataka nikuambie, njia za Mungu si njia za wanadamu. Oh my God, oh my God, oh my God. Kama mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, ndivyo Mungu wetu alivyo. Mawazo ya Mungu ya juu sana kuliko mawazo yetu, na njia za Mungu zi juu sana kuliko njia zetu. Yeye ameamuru mwisho kabla ya mwanzo, na anakujua. Amesema katika neno lake, ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi, ya kwamba ni mawazo ya amani, wala sio mawazo ya mabaya, kuwapa mema na kuwatendea mema katika siku zenu za mwisho. Ngoja nikuambie, yule binti ambaye leo ni profesa na ni raia wa Marekani na ameishi na ni lecturer pale kwenye Harvard University kule Massachusetts, yuko pale. Kama angekuwa amelipa kisasi, hiyo nafasi isingekuwepo leo, kwa sababu angekuwa na laana ya damu. Lakini kama pia hakuairishiwa mwaka wa internship, ungempita. Hii fursa ingekuja, wale waliomtangulia hawakupata hii fursa. Alipokuja yeye, ndio zamu ya internship. Oh my God, oh my God. Na exchange program. Kwa hiyo nataka nikuambie, kila jambo lina wakati na majira yake juu ya mbingu. Maisha yako nataka ni kuombe, tafadhali jiombee kila siku. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, ulitakalo lifanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Ni wale wanaoweza kumpigia Jehova na makofi ya shangwe, haleluya. Ufalme wa Mungu uje kwenye maisha yako, no matter wanadamu na chuki zao na hila zao na uonevu wao na ukatili wao, lakini hautaharibu destiny yako. Destiny yako iko pale pale. Pigie Jehova makofi ya shangwe, haleluya. Naomba usimame mahali ulipo. Naomba usimame mahali ulipo. Kwa haraka, tuna maombi mawili leo.
Ombi la kwanza, jiombee nafsi yako, ufalme wa Mungu uje maishani mwako, usizuiliwe kuwa. Yani kataa, nakataa kuzuiliwa kuwa. Mungu amenipaka mafuta kuwa mhubiri, nitakuwa. Nimepakwa mafuta kuwa mwimbaji, nitakuwa. Nimepakwa mafuta kuwa kiongozi, nitakuwa. Nimepakwa mafuta kuwa mfanyabiashara, nitakuwa. Wako wapi watu wanaosema nitakuwa? Na watoto wako watakuwa. Umepakwa mafuta kusoma, ufikie mahali penye ushawishi katika ulimwengu wa wasomi. Ninasimama kwenye madhabahu nasema utakuwa kwa jina la Yesu Kristo. Ufalme wa Mungu uje, usizuiliwe kuwa.